Karibu mpenzi mtazamaji wa Asof TV, popote mlipo tunawakaribisha kwenye kipindi yetu Odiodi Mtaani. Odiodi Mtaani mnazoea kuniona toujours mimi dada Lucia kutoka Congo DRC katika maeneo ya Uvira. Na hii tunaendelea na kipindi yetu ya Odiodi Mtaani. Kama kawaida tunakuwa tunawaonesha maendeleo ya Uvira, maendeleo ambayo inaonekana katika mji wetu. Na leo najua mtajiuliza Luciana anatembelea mtaa gani? Leo kwenye Odiodi Mtaani tuliona tuipitie Epe Kasenga. Epe Kasenga najua wengi watoto wa Uvira mnaifahamu, maana ni shule ya msingi ambayo watu wengi sana wameshapita hapa. Naweza kusema leo pia wanakuwa hata wakina baba, wakina mama kwa miaka ya leo, maana ni shule ya msingi ambayo imeshadumu katika mji wa Uvira. Na leo tutapata nafasi ya kuwaonesha hii eneo, maana ni eneo ambayo inafahamika sana kwa watoto wote wa Uvira ambao wanapajua, na wale ambao wasio watoto wa Uvira naenda tu kuwajulisha kwamba shule hii ya msingi ambapo tuko mahali ni shule ambayo imeshadumu katika mji wa Uvira. Ni parmi masomo ambazo zilianza hapa Uvira, maana mnajua Uvira ilikuwa nyuma sana na kukukua mashule mbalimbali, lakini shule Epe Kasenga ni parmi masomo zilianza Uvira na ishakuwa na miaka mingi. Najua mtaenda kudécouvrir na mtaenda kuiona. Basi tuitembelee masomo hii, na mnaona deja watoto biko ku recreation banapita na kuomba tu ambao unafuatilia Asof TV, unafuatilia Odiodi Mtaani, unafuatilia activities zote ambazo zinapitikana katika mji wa Uvira. Bakia na sisi mwanzo mwisho wa kipindi yetu na utaenjoy. Bamama Asof Burundi, bamama Asof Tanzania, bamama Asof Kenya, popote ulimwenguni mulipo, ninaona bamama Asof Sweden, mama Jane. Leo niko hapa Epe Kasenga na watoto wanafurahia ujio wa Asof TV na Odiodi Mtaani, ndio maana watoto wanatupokea mahali hapa. Na hii sijui kama ni generation ya ngapi katika hii shule ya msingi, maana ni shule ambayo imeshadumu sana katika mji wa Uvira. Kwa wote ambao wanaijua Uvira, kwa wote ambao wanaipenda Uvira, kwa wote ambao wanafuatilia Asof TV na Odiodi Mtaani, tunakwenda kuwajuza kwa ajili ya masomo hii, na tutapata nafasi ya kuonana na directeur ambaye anasimamia hii masomo kwa sasa, atatujulisha juu ya hii masomo. Basi ungana nami na tuendelee kupata kipindi Odiodi Mtaani. Bonjour monsieur le directeur. Oui, bonjour. Nous sommes à Asof TV, une télévision en ligne. Ça, c'est notre émission Odiodi Mtaani, mais avec votre permission, est-ce qu'on peut parler dans la langue Swahili parce que notre émission est en Swahili? Il n'y a pas de problème. Ok, merci. Déjà, tuko na directeur wa Epe Kasenga, gisi niliwaambia tutapata muda ya kuonana naye juu tusikilize kidogo juu ya historiki ya hii masomo. Jambo tena. Jambo sana. Unaweza kujitambulisha kidogo? Na mimi ni Makonga Tunavitu Seti, directeur adjoint wa école primaire Kasenga 8e CEPAC. Tuko na directeur adjoint wa Epe Kasenga 8e CEPAC. Ok, papa directeur, est-ce que unaweza kutuambia kidogo juu ya hii Epe Kasenga, historiki kidogo yayo? Epe Kasenga ni ekole ya CEPAC, ni ekole ya zamani sana. Ndio. Parmi ma ekole zote za territoire d'Uvira, ville ya Uvira na territoire ya Uvira, ni ekole ya zamani. Ni ekole ambayo ilipata maarete karibuni 3. Kuko arete ya 1948, Okay. kuko arete ya 1949, kuko arete ya 1950. Hizo arete zote zinatumika kwa hii ekole. Okay. Na baada ya hapo kukakuya tena ingine arete ya mpya sasa, kufuatana na enregistrement ya maekole selon les provinces, tukapata ingine numero mpya, arete mpya ya hii ekole yetu ya CEPAC, na ile numero NEPSP bar KB MIN numero
19-17/200 pardon 2018 du 23/06/2018. Hii ndio numero ya mpya ekole anatumikisha kwa kumruhusu kufanya kazi za serikali. Okay. Vraiment papa directeur, kuma date zenye unapana hapa inaonekana ni date za zamani sana. Donc ekole isha dumu sana muvili ya Uvira. Na hiyo ekole gisi isha dumu muvili ya Uvira, najua lazima ni mageneration na mageneration ndio zilisha pita hapa. Unaweza kutuambia kidogo sasa juu ya mageneration zilishapita hapa, unaweza sema nini kwa yale mageneration yenye ilipita hapa? Ekole inaforme na inaendelea kuforme. Kuko watu wengi walipita hapa, wako deja wa ministre ba député na watu mbalimbali, hata mimi ba gouverneur walipita hapa kweli. Walitumika na ba pasteri na wanani, watu wengi walipita hapa, walipata formation kupitia hii ekole ya Sepak, 8e Sepak ya Uvira Kasenga. Mazingira ya zamani na ya sai kuna tofauti kubwa sababu zamani ni zamani, leo mazingira ni tofauti na yale ya mbele. Pengine hapa kote kulikuwa mamiti ya hapa mbele kulikuwa mahembe mingi, ndio watoto walikuwa wanaiba na papai wakati wazungu wako hapa. Ilikuwa ni hatari. Basi pamoja na ile mazingira ya zamani, kweli ya zamani ilikuwa inaleta hewa nzuri. Wakati ule hakuna wezi walikuwa wanaiba, ilikuwa ni masomo tuseme wazungu, na baada ya wazungu kwenda kabakia ni wakongomani kujereni kanisa ilijere kole, na watu wengi walipita hapa, walikuwa pasteri ba reverend pasteur na ba député ba mingi. Inasemekana kwamba ni ndio masomo pekee yenye ilikuwa banaita masomo ya baporo mali hapa. Kulikuwa masomo mengi, ilikuwa ni hii epe Kasenga na ingine ekole pe Kiliba Msenga na ingine Sange na Luvungi na Lemera. Na pamoja na ile kulikuwa ingine maekole za Wakatolike sa vile epe Mnanira na zingine ambazo tunaweza kusahau kusite majina, lakini hii epe Kasenga ni ekole ya zamani sana mteritori ya Uvira na vile Duvira. Kuko watu wenye wanakufata, kuko watu walipitaka hapa, kuko watu wenye wengine walisomea hapa, leo ni bababa gisi unasema, leo wengine ni ba ministre ba nini. Donc unaweza kuwaambia nini sasa wale wote ambao walipata formation nzuri kutoka hapa? Wao hata wako mbali kwa nchi za kigeni, na wengine humu wamekuwa wazee, na wengine ni watu wa busara. Ndio sasa inafaa wao wanakumbuka kwamba mahali mtu alipata formation ni mahali ambapo mtu anaweza kuwa nakumbuka. Ndio kabisa. Hata unaweza kuchangia kwa ujenzi wa hii ekole, sababu inahitajika kujengwa jinsi ilivyokuwa zamani, haiko leo. Leo sasa ekole inaharibika kidogo kwa kukosa lupango, wezi, wacheza mpira wanaharibisha shule letu. Tena njia inaleta sura mbaya. Ingekuwa vizuri hao wenyewe walisomea hapa, wangekuwa wako mbali na wangekuwa wakumbuke kazi ya hapa kwa ekole primaire Kasenga. Wakumbuke sababu mtu mahali ulipata formation kweli, ukapata diploma yako, ukaendelea mpaka leo unakuwa huko mbali kabisa, kwa niveau ya mbali. Inafaa mtu afanye geste ya kusema hii ni alama ya ukumbusho ya mafundisho ama elimu nilipata kwa EPE Kasenga. Papa directeur, unaweza kuwa uko directeur wangapi hapa kama unaweza kumbuka? Mimi directeur wa kwanza alikuwa ni mzungu. Ndio. Mzungu mwanamke, baadaye tunasahau jina lake. Ile sasa ikakuwa ni Kavuye. Ndio. Baadaye Kavuye akaenda Bulaya kusoma. Kukakuya inspecteur Nguja, yeye ndio alikuwa directeur. Baada ya kuwa nani inspecteur akakuwa kwanza directeur, kisha Kavuye kutoka Bulaya akakuwa ni sasa yeye shoshera Nguja. Na baada kubakia kule Bulaya akarudia tena yeye Nguja akawa inspecteur quelque part, ndio yeye Kavuye akabakia hapa kama directeur.
Kisha directeur Kavuye yeye angali pale, angali envie kumgonjwa na kuwa vraiment ku plafond. Shakuwa na wengine ba directeur wanitangulia hapa, manake mimi naweza kuwa directeur wa kisha kuwa mwingine directeur wa mbele, mimi watatu na mpaka hivi. Ni miaka sasa. Miaka hawezi kukumbuka vyote, na parmi ba mwalimu wengi kwa hapa eske kwa walimu wengi washakawia sana kabisa hapa? Kwa kingali walimu wanakawia na wengine walifariki. Wengine walifariki na wengine wangali tukingana na souvenir ya walimu kutumika sie wote. Kwanza na mimi nilikuwa kwanza mwalimu. Kweli. Mbele niwe directeur nilikuwa kwanza mwalimu. Vraiment félicitations. Kwa mwalimu fanya miaka ngapi, m5 kisha nikaingia m6 na baada ya hapo nikapata promotion kwa directeur. Mpaka niko hapa. Ok, merci beaucoup. Merci vraiment, tunashukuru sana kuta yako na wewe wenyewe biko unatufuatilia watafurahia sana hii historique fupi juu ya EP Kasenga parmi ma EP na maekole zenye zisha dumu mu Uvira na isha former vraiment isha former watu. Ndio. Ile témoignage vraiment iko na tunashukuru sana kwa kutupokea Asof TV. Ndio. Tunashukuru. Sawa, wakati mwingine mko huru kupita. Tuko tayari kuwapokea pia. Asante sana. Na sisi tunashukuru pia. Asante. Mpenzi mtazamaji wa Asof TV, najua tayari ulimsikiliza directeur wa shule ya msingi EP Kasenga. Kwa wote ambao wanaijua shule hii, kwa wote ambao walipitia mahali hapa, kwa wote ambao wanaijua Uvira na sehemu mbalimbali za Uvira, ni shule ambayo imejulikana sana, maana imesha dumu katika mji wa Uvira. Leo wengi wanakuwa wababa, wengine wamekuwa wa ministra, wengine wanafanya kazi mbalimbali, lakini shule ya msingi baadhi yao ni mahali hapa. Watu wengi walishapita mahali hapa, gisi mlisikiliza directeur wa shule ya msingi EP Kasenga alivyozungumza. Najua mulifurahi kuona eneo hii, mulikuwa wengi ambao mnatufuatilia kwenye kipindi yetu Audio Mtaani, na tuliona leo tuwatembezee, leo tuwaoneshe maeneo hii ambayo inaitiwa Kasenga. Wengi walianza kuita eneo hii yote Kasenga kwa ajili ya shule ya msingi ambayo inapatikana mahali hapa na wanapaita EP Kasenga. Na mahali hapa kunakuwa pembeni kuko kanisa ya Sepake, na kwa wale wote ambao waliona kanisa ya Sepake inakuwa miaka sasa mabadiliko fulani, eneo hii inakuwa na mabadiliko fulani. Gisi niliwaambia zamani kulikuwa miti, kukukua manyumba, kukukua kanisa, kulikuwa hii shule ilikuwa ndogo, majani mengi, mamiti ya maembe, lakini leo kuna mabadiliko fulani, na ninajua tutaendelea kuungana wote kwa ajili ya kusaidia Uvira yetu iendelee, Uvira yetu ipendeze, shule zipendeze, watoto waendelee kuwa na elimu mzuri. Kwa wote ambao walifuatilia kipindi yetu Audio Mtaani mwanzo hadi sasa, tunaenda kuelekea mwisho kabisa wa kipindi yetu Audio Mtaani, na tulikuwa ku EP Kasenga gisi nilivyowajulisha. Tunasema asante kwa wote ambao wanaendelea kutupenda, kwa wote ambao wanaendelea kusubscribe channel yetu, kushare pia na wengine, na tunaomba pia msikuwe na kosa kucomment kipindi chetu kwa ajili ya kujua kama mko pamoja nasi. Basi tukutane kwenye kipindi kingine.